chakula. Hivyo basi kuna kule kupanda. Baada ya kupanda kuna kupalilia. Baada ya kupalilia kuna kufika mahali tutavuna. Hivyo basi kuvuna itakuwa inaashiria mwisho wa msimu wa ukulima. Pia kulikuwa na sherehe ambayo ilikuwa inatolewa wakati huu, inafanyika wakati huu. Pia naye ilikuwa inafanyika siku 7. Tunasherehekea kwamba Mungu ametuwezesha katika kupanda, katika kupalilia. Leo hii tunasherehekea tumeweza kuvuna, tuna chakula, njaa haitatusumbua. Pia ilikuwa mojawapo ya sherehe ambao walikuwa wanafanyika. Na hii ilikuwa inatamatisha msimu wa ukulima. Kwa mfano kama hapa tutamaanisha maybe hapo Disemba, wakati tumemaliza kupanda tumevuna. Kwa sababu gani tunasema Disemba? Kwa sababu Januari, Februari mara mingi kuna kiangazi, watu wengi hawapandi. Kwa hivyo msimu wetu unaanza kuanzia mwezi wa 3 kwenda hadi Disemba, kama ni kwa sisi hapa. Hivyo basi ilikuwa moja ya sherehe. Katika sehemu hiyo kuna jambo pia ameweza kulitaja, tusiweze kuja mikono mitupu. Hivyo basi Mungu apendi tuweze kuja mikono mitupu. Ndio kwa maana kuna hii sadaka ya makambi. Na ningependa tuweze kwenda pamoja katika sehemu hili. Kwa nini tuwe na makambi? Kwa nini tuwe na sherehe? Ukiwaza kwa nini Mungu aruhusu tuweze kuwa na sherehe? Mojawapo ni sababu ni hii. Ilikuwa ni agizo lake. Kwa sababu wakati tumesoma katika kifungu hicho ya kwamba katika Kutoka 23:14 hadi 15 ni agizo anatupa mara 3 ya mwaka tuweze kufanya sherehe. Kwa hivyo jambo la kwanza, kwa nini tunafanya makambi? Ni sherehe ya Mungu ambayo anafanya. Hebu tuangalie katika kitabu cha Deuteronomy kwa Kiswahili Kumbukumbu la Torati. Tuangalie Deuteronomy 16:16 inatueleza nini? Pumzi ya Mungu inasema, mara tatu kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua, katika siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika siku kuu ya majuma, na katika siku kuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Asante. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, inatukumbusha tu yale mambo yalikuwa yanatokea. Hivyo basi pia linasisitiza yale Mungu ambaye alikuwa ametuagiza ya kwamba tuweze kukutana. Hivyo basi tunaona sababu moja ya muhimu ni agizo la Mungu. Tunatenda agizo la Mungu la kuweza kukutana. Jambo lingine, kwa nini tukutane wakati wa makambi? Inakuwa ni wakati mwafaka, wakati mzuri, wakati wa kuweza kueneza injili ya Bwana. Watu wakaweze kujua, wale watu watakao kuja na kukaa kwenye ibada hiyo, kwenye makambi, inakuwa ni wakati mzuri wa kuweza kuwahubiria maneno ya Mungu, ya kwamba licha tunang'ang'ana hapa duniani, licha tunakazana kila mtu, ya kwamba hapa duniani sio kwetu, hapa duniani tutaenda. Na hivyo basi tunafaa tuweze kujua tutaenda kwa nani? Tutaenda kwa Mungu. Na kila tendo ambalo tunatenda litaletwa mizani. Hivyo basi tunakumbushwa wakati wa makambi ni wakati wa kuweza kupata kuhubiria watu na kuweza kupata maneno ya Mungu ambayo yatatujenga katika misingi ya kiimani ya Mungu. Jambo lingine ama jambo la tatu, kwa nini tuweze kuwa na makambi? Ni kwa sababu ni wakati mwafaka wa kuweza kuwasiliana na Mungu.
sisi kama Wakristo tunajua maisha yetu tumetegemea Mungu. Hivyo basi tukitegemea Mungu ni lazima tuwe na mawasiliano baina ya wewe na Mungu. Hivyo basi wakati tunakuwa na makambi, inakuwa ni wakati wa wewe kuwasiliana na Mungu, kueleza Mungu hoja zako, kueleza Mungu mahitaji yako, kuweza kuleta familia yako kwenye Mungu ili Mungu akakuwezeshe. Katika haya maisha tunapitia changamoto sio haba. Leo hii tuko mwezi wa 5. Kama ni mwaka tumemaliza miezi 4. Na najua hii miezi 4 haijakuwa rahisi. Kuna mambo mengi umeweza kupitia. Lakini licha ya mambo mengi Mungu amekuwezeshea. Hivyo basi wakati tutakuwa tunakutana makambi, tutakuwa tunawasiliana na Mungu kumwambia asante. Tunashukuru, tunamwambia ndio, licha tumefika hapa bado kuna yale mambo ambayo yanatusumbua. Kuna yale mahitaji ambayo tunahitaji. Tunawasiliana na Mungu. Na wakati tunawasiliana na Mungu tunajua yeye ndiye ana uwezo, yeye ndiye ana mamlaka, hakuna jambo. Ikiwa aliweza kuvukisha, aliweza kushindia Waisraeli, hivyo basi nasi atatuvukisha. Kuna kisa kinachonifurahisha sana ambacho nimeweza kupata katika Biblia na sijaona, ya kwamba bahari iliweza kusimama. Mshaisikia jambo kama hilo? Mmesikia kwenye Biblia, lakini mshaishuhudia? Yaani Waisraeli walikuwa wametoka kule Misri, wamejua wamefaulu, wanaenda tayari, wanaona nchi ya ahadi, wanarudi nyumbani kwenye nchi ya ahadi. Na wakiwa njiani wakitazama nyuma, wakaona wale majeshi ya Misri inawafuata, kiasi ya kwamba hawezi, na wale wako na farasi na hao wako kwa miguu, wanapotazama kando na kando wanaona milima. Na vile tunajua hata milima ni kazi rahisi. Na imagine hao ni watu ambao wametembea kwa muda mrefu, na mbele wanatazama wanaona bahari. Hivyo basi tamatisho yao ama kitu kilichokuja kwa mawazo, sisi tumeweza kukupa, kwa sababu akiangalia ile bahari hawezi ruka. Nyuma wanafuata, kando ni milima, wamechoka. Lakini cha ajabu Mungu aliweza kuwafikisha. Ile bahari iliweza kutengana, kumaanisha yeye ni Mungu ambaye anaweza, jambo ambalo hatujawahi kuliona. Lakini tunaambiwa na sisi tunaamini katika Biblia kwamba ile bahari iliweza kupasuka. Hilo ni jambo la kutia moyo sana. Na wale Waisraeli wakaingia kwenye ile bahari wakapita. Na walipokuwa wakipita, wale majeshi nao wa Kimisri waliweza kuwafuata kwa nia ya kuweza kuwarudisha kwenye Misri. Wakaingia na huku bahari imesimama. Hatimaye wakati wale wamemaliza, wale wamefika katikati, na yale maji yakajifunika. Huo ni muujizo wa ajabu ambao hujaionekana. Hivyo basi kumaanisha yule aliyetenda ule muujiza ana uwezo, ana mamlaka. Hivyo basi wakati tunapokuja katika yale makambi, ni wakati mwafaka wa kuweza kuwasiliana naye, kumweleza mambo yako kwa undani. Hii inakuwa ni sababu ya tatu kwa nini tuweze kuingia kwenye makambi, tuweze kuwasiliana na Mungu wetu na kumweleza mahitaji yetu. Jambo la 4, kwa nini tukutane katika makambi, ni kuweza kutukumbusha. Ni wakati mwafaka wa kuweza kutiana nguvu na kutukumbusha yale Mungu ametutendea. Leo tuko mwezi wa 5, tarehe 3. Wengi wameweza kufa, wengi wamejipata katika majanga mbalimbali.
Wengine saizi tunasikia hata mafuriko imeweza kubeba. Jana nikiwa naangalia taarifa, niliona watu karibu 5 wameweza kuuawa na majangili. Wewe ni nani ambao unabaki hai? Na kwa nini unabaki hai? Kuna wengine hawajafaulu kupata chakula. Wewe Mungu amekujalia umeweza kupata chakula. Kuna wengine hawana mahali pa kulima. Wewe umebahatika umeweza kulima na umeweza kuona mahindi yako yametoka. Kuna mwingine amekosa hiyo mbegu. Kuna mwingine amekosa mahali pa kupanda. Kuna mwingine hana makazi, wewe una makazi. Kuna mwingine hana biashara, wewe una biashara. Kuna mwingine hana kazi. Hivyo basi, unapoangalia yale Mungu amekutendea, inabaki unashukuru Mungu. Hivyo basi, wakati tunakutana katika makambi, ni wakati mwafaka wa kuweza kukumbuka yale Mungu amekutendea. Ni wakati wa kuangalia nyuma na kusema kweli ni Mungu amenisaidia. Hivyo basi, wakati tunakutana katika makambi, ni wakati mwingine mwafaka wa kuweza kukumbuka mibaraka ya Mungu, jinsi Mungu ameweza kutendea. Waisraeli waliweza kuvuka, waliweza kuvuka ule mto, waliweza kuvuka ile bahari, na si kwa nguvu zao, si kwa uwezo wao, si ati kwa sababu walistahili, ni kwa sababu Mungu aliwapenda, ndiposa aliweza kuonesha mapendeleo na kuamrisha waweze kupita kwenye ile bahari. Hawakuwa bora kuliko wale wa Misri ambao waliona mbele yao wakiangamia walipokuwa wamewafuata. Hivyo basi, nawe ukiweza kukumbuka Mungu ana sababu kwa nini umekuwa hai. Ndio kwa maana unaingia katika makambi na kuweza kukumbuka yale amekutendea. Ameweza kubariki jamii yako, ameweza kusaidia jamii yako, haujakuwa mgonjwa. Kuna wengine saizi ni wagonjwa, hawajiwezi. Hivyo basi, wakati tunapoingia katika makambi, tunakumbushwa kwamba tuweze kukumbuka yale Mungu amekutendea. Angalia tu Mungu amekutendea nini. Wakati mwingine tunaona yale Mungu amekutendea ni machache sana. Hayo machache ndio Mungu anataka utoe sifa mbele zake. Ndio Mungu anataka aweze kutumia kukuza. Wakati mwingine sisi kama wanadamu tunafikiria tu mambo makubwa, hatufikirii mambo madogo, hatuoni. Hebu jiulize, uhai huu ambao umekuwa nao ni wa dhamana ama si wa dhamana? Wa dhamana sana. Hebu kuwa tu mgonjwa na ushindwe kupumua, na upelekwe tu hapa Bungoma West na uwekwe oksijeni. Baada ya wiki, kama utalipa mamilioni, utajua gharama. Na leo hii umekaa, umetulia, unapumua pasipo shida. Hiyo ni sababu tosha ya kwenda kwa sifa kwako. Sababu ya mwisho kwa nini tuweze kufanya kuingia katika makambi ni kwamba tuweze kuwa na mioyo ya kutoa shukrani. Tukaweze kukumbuka Mungu amekutendea, Mungu amekupigania. Ni wakati wa kusema asanti. Asanti. Usiangalie mwenzako atamefanikiwa vipi, pia naye angalia yale Mungu amekutendea na kusema tu asanti. Hivyo basi, wakati tunapokuja kwenye makambi, tunakuja tukisema tu asanti Mungu kwa kunipa uhai, asanti Mungu kwa kulinda jamii yangu, asanti Mungu kwa kulinda watoto wangu, asanti Mungu kwa kulinda biashara yangu. Ndio kwa maana tunakuwa na sababu ya kuweza kuja kwenye makambi. Na ni nani huyu anastahili kuweza kuja kwenye makambi? Ama ni jambo gani tunastahili tuweze kufanya katika makambi? Wakati tunaenda katika makambi, tuweze kukumbuka tunakutana na Mungu wetu. Tunakutana na Mwenyezi Mungu aliyetuumba, aliyetuweka hapa duniani. Hivyo basi, tunafaa tuweze kujitoa kwake. Na utajitoa vipi?
kwa kuweza kumtegemea, kuweza kumwabudu. Katika hayo mambo na kufuata amri zake, tutakuwa tunajitoa kwa Mungu, tunajiweka wakfu, tunajiweka watakatifu kwake. Na hiyo, huo ndio moyo Mungu anataka. Unapoangalia katika kitabu cha kitabu cha Kutoka, tunakutana na mtu anaitwa Musa. Musa ni mmoja wa watu ambao waliweza kukutana na Mungu ana kwa ana, lakini hakuweza kuona uso wake, bali aliweza kuingia katika ule utukufu wake. Na ilikuwa ni baada ya yeye kuwatoa pale utumwani. Hivyo basi wakawa anatengeneza aweze kukutana na Mungu. Na ilikuwa kabla ya kukutana na Mungu, ilibidi aweze ile wakati alikuwa anataka kupewa zile amri 10, alishauriwa akaweza kujitoa na kukutana na Mungu. Na alipotoka kule akikuja kukutana na wenzake, cha ajabu hata wenzake waliogopa kumtazama kwa uso. Kwa nini? Uso wake ulikuwa umeng'aa kabisa kuonesha ule utukufu wa Mungu, kiasi ya kwamba wale hawakumwangalia, hawakumtazama direct. Ilibidi aweze kutafuta kitambaa kifunike ndio waweze kumuona. Hivyo basi ndio njia fulani ama njia moja ambayo tunastahili tuweze kuja katika mkutano wetu wa makambi, tuweze kujiweka watakatifu, tuweze kujiweka watiifu kwa Mungu. Katika njia hiyo tutakutana na Mungu na Mungu atakutana na mahitaji yetu. Samahani. Amen. Jambo lingine, vipi tunastahili tuweze kujua ni wakati muhimu tunakutana na Mungu wetu. Hivyo basi tujitayarishe, wewe pamoja na nyumba yako, wewe pamoja na familia yako, kuweza kukutana na Mungu. Kwa kuwa hao ndio wale watu Mungu amekupea uweze kuwaleta mbele za Mungu, uweze kuwatunza. Jambo la 4 ambao ama jinsi gani tunastahili tuweze kukutana ama kuja katika mikutano ni kuweza kujiweka kuwa wasafi. Na utakuwa msafi kivipi? Kwa kuweza kutii neno lake, kufuata agizo lake na mafundisho yake. Katika hiyo njia ya kumwabudu Mungu, utakuwa na uwezo wa kukutana naye. Hivyo basi tuweze kukumbuka wakati tunapokuja katika makambi, ni ibada speciali, tunakutana na Mungu wetu. Ni karamu ambayo tunakutana na Mungu wetu. Hivyo basi tuweze kufuata yale maagizo ametupa na tuweze kukutana naye. Na ni nani huyu ambaye anahitaji aweze kukutana katika makambi haya? Ni nani huyu? Ni mimi na wewe. Tumealikwa kwenye makambi haya. Haijalishi wewe ni nani, bali yule unayetaka kukutana na Mungu. Wewe unayeamini Mungu ndio tunakualika katika haya makambi. Na wale watu ambao wanastahili ama wanahitaji kutiwa nguvu, mara nyingi katika hii safari ya mbinguni unapata nguvu zinakuishia, unapata tumaini lako linakufia, kwa kuwa yale unapitia ni mengi. Kile unapojaribu ndio kinaanguka, kile umetilia maanane ndio kinaharibika, kiasi ya kwamba kwa unajiuliza, na huyu Mungu ambao namwabudu yuko wapi? Mbona vitu vinaniharibikia? Nimekuwa nikiabudu mbuzi. Usikupe roho, kuja kwa Mungu, atakutia nguvu. Ni njia moja tu ya shetani anayotumia kuonesha kwamba ama kuondoa wazo lako kwa Mungu, kwa kuweka yale mawazo. Unapoangalia, nimetarajia niweze kufanya hiki, hakijafaulu. Nimetafuta kazi kwa muda mrefu, sijafaulu.
Shetani anatumia mbinu kama hiyo kuweza kuchanganya na kuweza kufanya uweze kuwa mfumo wako. Hivyo basi tuweze kujitoa na kuja kwenye makambi, tutapewa nguvu, tutapata nguvu mpya ya kuweza kukabiliana na hizi haja. Na mwisho, hata kama ni wewe ambao umekuwa ukihudhuria kanisa kila siku, unakaribishwa katika makambi hayo. Kwa sababu gani? Si ati wakati umekuja kwa kanisa wewe ni mkamilifu, bado unahitaji nguvu za Mungu za kuweza kuelekeza. Hivyo basi natoa wito kweli tuweze kujitoa katika makambi, tukiweza kusikiza neno la Mungu. Na zaidi ya hapo, Mungu anatuagiza, hebu turejelee hiyo somo hiyo Kutoka 23:15. Kutoka 23:14 hadi 15. Neno la Mungu linasema, mara 3 kila mwaka utaniwekea sikukuu. Utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Utakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7 kama nilivyokuagiza, kwa kuwa wakati uliowekwa mwezi wa Abibu kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri, wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu mikono mitupu. Asante. Wangapi wangependa kutoka Misri? Kwa mikono Asante. Hebu tusimame. Ninaposema Misri namaanisha zile changamoto zinazokuwa. Na naamini kila mtu ana changamoto. Leo hii Mungu anatuambia tuweze kutoka Misri. Na kuna jambo anamalizia. Hebu malizie sehemu ya mwisho. Fungu la linasema kumaanisha tunapotoka Misri Mungu atatuwezeshea na tusikuje mikono mitupu. Wangapi walikuwa wametoa pledge za makambi? Mlikuwa mmetoa pledge na mkaandika. Na kuna wale hawajatoa pledge. Nilikuwa naomba wale hawajatoa pledge utafute karatasi, uandike jina lako, kile kiwango ambacho unatarajia kutoa na namba yako ya simu. Yataletwa, tuomba pamoja, Mungu akuwezeshe. Wakati mwingine ndio tunaweza taka kutoa na hatuna, lakini tukiweke hiyo jambo kwa Mungu, Mungu atakuwezeshea. Hivyo basi mkumbuke wakati tunatoa pia tumeweza kuwekwa katika goal fulani. Tumepewa goal ya shilingi 1,100. Ningeomba tu kwa dakika moja tuweze kukaa chini kidogo, uweze kuandika chini ile utakata kutoa. Tuaje masaa mengine mema mbele zako. Tulikuomba mwanzo kabla tujaanza tuweze kusikiza. Na tazama Mungu Baba, umetupa uwezo wa kuweza kutembea, kutupa nafasi ya kuweza kusikiza. Mungu Baba, tunakushukuru kwa kuwa Mungu Baba umetupa uwezo wa kuweza kusikiza neno lako ambalo limetoka katika kitabu cha Kutoka 23:14 hadi 15, ambacho Mungu Baba umetukumbusha kuhusu zile sherehe 3 muhimu ambazo ulikuwa umetengeneza. Na zaidi ya yote Mungu Baba umetushauri tuweze kuja, tusije mkono mitupu. Kwa kuwa Mungu Baba tukupitia kwa kutoa utatubariki. Tazama Mungu Baba, kuna wenzetu ambao wameweza kujitoa kwa ajili ya sherehe hizi. Hebu Mungu Baba wameweza kuweka hadi ya kuweza kutolea. Na tazama Mungu Baba, kuna wenzetu hawajatoa. Hebu kuwafungulie njia Mungu Baba, na siku nyingine pia wakaweza kutoa hadi kwako na wakaweza kutolea, ili tutapokutana katika sherehe hizi tuweze kutolea jinsi Mungu Baba umetuagiza.
Asante Mungu Baba kutupa fursa ile ya kuweza kuinuka. Twaje tukikabidhi mkononi mwako tukuomba ukatupa uwezo huu. Hebu Mungu Baba tukatende kulingana na agizo lako. Asante Mungu Baba. Kuna wengine Mungu Baba hawako popote walipo, Mungu Baba ukaweze kuwakumbuka na ukaweze kutolea. Asante Mungu Baba, asante kwa kutupa uwezo. Tazama Mungu Baba, naja nikikabidhi jamii mkononi mwako. Kuna wengi wanapitia changamoto sio hapa. Hebu Mungu Baba kuwatendee, kadidhihirishe wewe ni Mungu, jinsi Mungu Baba ulivyokomboa wana wa Israeli, nao kawakomboa katika hizi changamoto ambazo wanapitia. Mungu Baba tukualika, hebu tembelea walio wagonjwa Mungu Baba ukaweze kuwaponya, na walio na mahitaji mbalimbali Mungu Baba ukaweze kuwatimizia. Asante Mungu Baba, yale sikiomba Mungu tuombe katika jina safi la Yesu Kristo Mwokozi wetu.